Leo ni kwamba tuweze kukaa mahali hapa na zaidi ya yote tuweze kushirikiana neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wageni, naitwa mchungaji Gabriel. Kwa neema ya Bwana nimekombolewa, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Kiwa na mapungufu nazidi kutubu kila dakika ili kuendelea kuchumilia kutafuta yale ambayo Bwana ametuwekea mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni jioni hii ya leo tushirikiane neno kwa muda mfupi ambapo tumesomewa katika Injili ya Yohana 13 aya ya kwanza hadi aya ile ya 17. Bwana Yesu asifiwe. Injili ni ya Yohana. Injili ya Yohana tumesomewa vizuri kuanzia 13 ama ile ya 13. Injili ya Yohana sura ile ya 13 aya ya kwanza hadi aya ile ya 17. Leo tunazungumzia Kristo aliye na upendo wa kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Kristo aliye na upendo wa kutumika. Jesus as a loving servant. Bwana Yesu asifiwe. Ni baada ya Yesu kumaliza huduma ya kueneza Injili, ya kufundisha mafundisho aliyokuwa akifundisha katika maisha ya wanafunzi na pia watu wote, baada ya kuonya watu, na huduma hii ilikuwa imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema, anaanza hivi akisema ya kwamba basi kabla ya sikukuu ya Pasaka Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika. Kwa hivyo saa yake ilikuwa imewadia ya yeye kusulubiwa, ya yeye kuondoka katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakitarajia kusherekea Last Supper ama Passover ama Pasaka, haya maneno ndio analeta hii ili kuwapatia wosia wa Kristo wanafunzi wa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoangalia Kristo akiwa mwenye upendo wa kutumika, tutaangalia ni mambo gani anafundisha wanafunzi na sisi anatufundisha tufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenye upendo huu anawapenda. Aya ile ya pili anasema hivi kwamba akatoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba yake. Kwa hivyo wakati wa kuondoka katika ulimwengu ulikuwa umefika. Bwana Yesu asifiwe. Na akijua ya kwamba masaa yake yamefika, akazidi kuwatia moyo. Anasema ya kwamba katika ulimwengu aliwapenda upeo. Kwa hivyo aya ya kwanza na ya pili anazungumzia hivi ya kwamba atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo mpaka mwisho. Yaani upeo unamaanisha kwamba aliwapenda mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati wa chakula cha jioni naye ibilisi kamshia. Kwa hiyo anaendelea, lakini tujue kwamba Yesu Kristo akiwa na upendo wa kutumika, anasema ya kwamba aliwapenda mpaka mwisho. Kwa hiyo anatuonyesha upendo wa dhati ambao upendo wa Yesu hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anawaambia pia wanafunzi ya kwamba upendo wenu hastahili ukue na mwisho. Wakati sisi tunapendana kama wanadamu, upendo wetu unakuwa na mwisho. Na hivi ndivyo tunavyopendana, ya kwamba unaweza kuwa tayari kusaidia mtu, lakini utamsaidia mtu leo na kesho. Akija mara ya tatu, utamwambiaje? Wewe nawe leo, jana nilikusaidia, leo nimekusaidia. Tena unataka tena unataka kusaidia. Itafutie nini? Itafutie nini? Kwa msaada wa mwanadamu, upendo wa mwanadamu unaisha, uko na mwisho. Lakini upendo wa Yesu Kristo hauna mwisho. Ndio maana akawaambia hata wanafunzi ya kwamba nitakaa na nini hata mwisho wa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunayotufundisha hapa ni kwamba upendo wetu hastahili ukuwe na mwisho. Upendo wetu hastahili ukuwe na mipaka. Wakati mwingi upendo wetu unakuanga wa mipaka.
unapenda wale watu wanaokupenda, unasaidia wale watu wanaweza kukusaidia, unakopesha wale watu wanaweza kukopesha wewe. Haleluya! Hayo sio ya Kristo. Anatuonyesha kwamba upendo wake ni wa kila mtu, hauna mipaka na hauna mwisho, hauna vikwazo vyovyote. Ndio maana ametupenda jinsi tulivyo. Hebu tufikirie mambo gani tumeyafanya, tufikirie changamoto gani tumepitia, lakini bado Kristo ametupenda mpaka hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Mhubirie mwenzako, mwambie tuko hapa kwa sababu ya upendo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, upendo huu wa Kristo katika kutumika, anatuonyesha, anatufundisha hali ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya unyenyekevu. Yesu alikuwa yuko tayari, akiwa yeye ni Mungu, akiwa na nguvu. Walimwita mwalimu, walimwita Bwana, walimwita na majina mazuri. Sikiza hii aya, kuanzia aya ya 3. Anasema hivi: Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando ya vazi lake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Bwana Yesu asifiwe. Alipewa vyote na Baba, hakuna kile ambacho hakupewa. Kwa hiyo alikuwa na uwezo, alikuwa na nguvu, alikuwa mwalimu, alifanya mambo yote, lakini mwisho wa siku akakubali kujishusha. Unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana akasema ya kwamba anayetaka kuwa mkubwa lazima ajifundishe nini? Lazima ajifundishe nini? Kutumika, unyenyekevu. Kwa hiyo ukitamani kukua, ukitamani Mungu aendelee kukuinua, ukitamani hata kazini kwako uendelee kupata cheo, uendelee kupandishwa, uendelee kupata promotion, jifunze kunyenyekea. Hapa wote tunashindwa kama wanadamu. Haleluya. Yesu anatufundisha kwamba akiwa alipewa vyote, angesimama angesema kwamba mnitumikie, chukueni hii mfanye, chukueni hii mfanye. Lakini sivyo alivyokuwa anafanya. Alikubali kunyenyekea, hata akiwa na nguvu, akiwa na uungu, alikubali kunyenyekea ili kuifanya kazi ya Bwana. Wapendwa, naomba tukubali unyenyekevu ndani ya maisha yetu. Tupunguze kiburi. Sema punguza kiburi. Viburi huwa ndio vinatufanya hatusongi mbele. Yesu akijua haya, alijua ya kwamba wakati wake umeisha. Hata angefanya kiburi zaidi, Mungu angempatia allowance pengine akaendelea kukaa. Lakini kwa sababu ya kujifundisha unyenyekevu, akanyenyekea ili atimize yale Mungu ambayo alikuwa amemwahadia. Naomba tukubali kunyenyekea, ndoa zetu zipone. Amen. Naomba tukubali kunyenyekea, maisha yetu yakawe mazuri. Naomba tunyenyekee, hata kazini kwetu kuwe shwari. Bwana Yesu asifiwe. Ile degree uko nayo, yale masomo uko nayo, experience ambayo uko nayo, umefanya kazi kwa muda mrefu, isikufanye ukuwe na kiburi kwa watu, isikufanye ukuwe na kiburi mbele ya watu, isikufanye mpaka hata mume wako umuone kitu, maana unapata pesa kumshinda. Nimeingia maisha ya ndoa. Haleluya. Kubali kunyenyekea, hata ikiwa wewe ndio unafanya kila kitu kwa nyumba. Kubali kunyenyekea. Ona kwamba ni Mungu ndo amekupa hiyo nafasi ya kutumika peke yake ili makusudi ya Bwana yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikahubiri nikasema ya kwamba waume wanaweza, si kwamba tunaweza, wanaweza, maana sijafikia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mnipate vizuri na Kiswahili changu. Bwana Yesu asifiwe. Waume, kina baba, hao ambao wako hapa, wanaweza kulisha familia zao kwa miaka hata zaidi ya 10. Lakini mama, mwaka mmoja Kenya nzima itajua ukweli ama uongo. Kwa sababu gani? Anasema kwamba nyumba nimeachiwa mimi siku hizi, budget nimeachiwa mimi siku hizi, watoto wananiangalia mimi, yaani kila kitu ni mimi kwa nyumba.
Hiyo ndio itakuwa ni injili kila mahali akienda. Lakini hakumbuki baba amegharamika miaka mingapi. Hebu naomba tupunguze, tukuwe na unyenyekevu. Kristo alikuwa na kila kitu, lakini baadaye akakubali kunyenyekea ili kuifanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu tunalolifundisha katika haya, Yesu anakubali kutumika. Kwamba katika Yesu kuyafanya haya, Yesu kuosha miguu wanafunzi wake, ilikuwa inaambatanisha kwamba wanaooshwa miguu ama aliyokuwa anawatayarisha kuosha miguu alikuwa anawaleta pamoja ili wawe na ushirika na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha ushirika. Maana baada ya hapa Petero anajitokeza, anamwambia Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni mkubwa wangu. Huwezi wewe kuniosha mimi, ni mimi nikuoshe wewe. Si ndio tunachofanya? Yaani Petero alikuwa Mwafrika. Haleluya. Tumpigie makofi Petero. Yaani alikuwa Mwafrika halisi ya kwamba Afrika baba hawezi fanya kazi pale kwa nyumba, si ndio? Hiyo ni Afrika, si ndio? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anamwambia kwamba nisipofanya hivi kwako huna ushirika nami. Kwa hiyo ukitaka kuwa na ushirika na mimi, yaani ushirika inamaanisha kwamba uendelee kuunganishwa na mimi, lazima ukubali haya ninayoyafanya. Kwa hiyo leo tutakapofanya hivi ni kwamba tunajirudisha kwa Bwana, tuwe na ushirika na Bwana, tuwe na ushirika na Kristo aliyekuja kwa ajili ya upatanisho wa wanadamu na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi leo tunakubali kuwa na ushirika na Kristo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo linalofuatia ni kwamba Yesu anakubali kutumikia watu, utumishi wake. Alafu servant leadership. Kwa servant leadership ni kiongozi ambaye yuko tayari kuhudumia watu, si yeye ahudumiwe. Hapa watu kuna mashaka. Unaweza kuwa wewe ni mtu fulani kwa kazi, kwa biashara yako umeandika watu. Pale kwa nyumba wewe ndo nani? Inafika mahali huwezi tumika, ni wewe watu wakutumikie. Lakini Yesu anatufundisha kwamba hata akiwa na nguvu, akiwa na hayo yote, alikubali kutumikia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukubali kutumika. Tukubali kutumika. Ndio maana huwa nasema nyumbani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watendaji kazi ni wachache. Wapendwa, unapokaa usiangalie umetoka wapi, usiangalie ni kazi gani unafanya. Naomba nipatie hii historia. Kulikuwa na mama ambaye alikuwa anafagia kanisa kila wakati. Wapo watu wanapita na magari yao wanawaona, anamuona huyu mama. Alipoendelea na hii huduma, walikuwa wanamdharau. Ni kwa sababu hana kazi ya kufanya. Ni wale watu waomba. Si yanafanyika hata hapa. Hatuyasikii hapa. Na ni sisi ama ni kina nani? Ni watu wa nje ama ni watu wa hapa? Asante Bwana, maana nahubiria watu wa hapa. Kwa hivyo mama akaendelea kufanya huduma. Ikafika mahali watu wakawa wanaanza kusema ni kwa sababu hana kazi ya kufanya. Ingine ni gani? Kwa sababu yeye ni mtu wa kuomba. Kwa hiyo hata watu wengine nao wakiwa wanaona kila wakati. Kukawa masaa ya mchana kuna watu wanakuja kuomba pale kanisani. Kwa hiyo akiendelea kufanya huduma, watu wanapo huyu mama kila wakati yuko hapa. Huyu mama kila wakati yuko hapa. One of the congregants akawa ni bosi mahali. Akaja akamhurumia. Akamwambia mama, nimekuona ukifanya kazi muda mrefu. Ukifanya huduma ya kufanya usafi, kuosha kanisa kila ninapokuja hapa. Naomba nikupatie kazi uende ukafanye. Maana naona kama kuna kazi ya wewe kupata riziki yako kila siku na kila dakika. Wakaongea vizuri. Akamwambia kwamba mimi ni boss. Naomba kwamba nikuajiri uwe mwajiri. Mimi nitakuwa bosi wako. Nitakupa pesa nzuri. Uache hii unayoifanya, ufanye kazi upate kama upate ujira mahali. Mama akasema kwamba sawa, haina shida. Akatoa nini ile kuthibitisha wewe ni mtu fulani.
Ni payslip. Ama ni alitoa kwanza ile business card ya asante. Wajua Bwana Yesu asifiwe. Sema mchungaji hajafikia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo akatoa business card yake kuonyesha mahali gani anafanya kazi yake anayoifanya. Mama alipoiangalia hivi, kaiangalia, sema kwamba asante. Haikutosha hiyo kumwambia hata nimekuja na gari iko hapo. Mama kaiangalia hivi, sema sawa. Yule mama kaenda kwa pochi lake. Kwa pia mimi niko na business card yangu, cha nikuletea yangu. Mama kaenda kutoa papa alipompatia yule boss, alipompatia yule jamaa, yule tajiri ama yule boss alinua mkono. Akasema, mama samahani, sikujua kuna kazi anayoifanya yeye ni zaidi ya yeye anaifanya. Mama alikuwa ni bosi mkubwa hata kuliko yeye. Kumbe huyo anakaa kama ni director tu mahali, amepewa tu yeye kaongoze. Kumbe mama ndiyo bosi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbali na hayo yote akaacha zote, amekuja kutumika kusafisha kanisa. Hebu jiulize, wewe ni nani? Hebu uliza mwenzako, umeosha mara ngapi kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kile ambacho tuko nacho kama wanadamu, ni kazi gani huwa tunafanya katika kumtumikia Bwana? Maana tunapofanya huduma kama hiyo, tunaona kwamba ni huduma ya watu walio chini, watu waliodharauliwa. Lakini mama pamoja na ugusi wake hakuonyesha hiyo, alikuwa tayari kutumika kumtumikia Bwana. Yesu akasema kwamba nimekuja kutumikia, si kuja kutumikiwa. Kuna tofauti ya kutumikia na kutumikiwa. Yesu alikuja kuwa mtumishi, a servant leadership. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho nataka kuongezea ni kwamba Yesu anatuonyesha mfano mzuri wa sisi kufanya. From verse 14 ili nimalize. Bwana Yesu asifiwe. Verse 14 anasema hivi Yohana kwamba basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawaga miguu, imewapasa vivyo kuwatawaga miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi tendee vivyo. Amina. Waambia ninyi mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake, wala mtumwa si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, ninyi mkiyatenda. Bwana Yesu iwe. Kwa hivyo Bwana ametupatia nafasi ya kuendelea na hii huduma ya kufanya nini? Ya kuwaga miguu wengine na wengine na wengine zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tumekuja kuitimiza hiyo ambayo Kristo amesema ndani ya maisha. Kwa hiyo tunapofanya hivi si mwisho, bali tuendelee kutengenezana. Yaani tunapotawazana miguu hivi, tunaweza kujitayarisha kwa ajili ya huduma ambayo Bwana ametuwekea mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendana hivi kwamba katika hayo tukuje kwa Kristo ili tuendelee kuifanya kazi ya Bwana tukiwa na nguvu, tukiwa katika neema yake kwa ajili ya utukufu wake. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Mungu atubariki.